Hamjambo wanafunzi, ikiwa leo ni siku ya Ijumaa tarehe 8 mwezi wa Mei. Karibu katika kipindi cha leo, katika kipindi cha Kiswahili. Jana niliangazia, hapo juzi niliangazia ukoo, na nasema kwamba ukoo ni uhusiano wa kinasaba au kizawa, pia familia ya ukoo. Na tuliangalia mambo mbalimbali kama vile mbwa, baba, mama, wifi, jina wanaloitana, dada wa mume na mke, alafu mbwa, ndugu wili, alafu bavya, mavya, na kadhalika. Sasa leo naangazia kuhusu sarufi, matumizi ya katika, ni na kwenye. Matumizi ya katika, ni na kwenye. Kumbuka kwamba matumizi ya katika, ni na kwenye ni vihusishi. Na vihusishi ni nini? Vihusishi ni maneno yanayoonyesha uhusiano wa kitu na kitu, au kitu na mtu, kitu na mtu. Na kuna vihusishi, mfano wa vihusishi ni kama vile ndani ya, juu ya, baina ya, mkabala na, miongoni mwa, ufuoni pa, ndani ya, juu ya, na kadhalika, katikati ya, na kadhalika. Kwa hivyo pia katika, ni na kwenye, haya ni maneno ambayo yanaonyesha uhusiano wa kitu na kitu au mtu, kwa matumizi ya katika. Je, katika hutumika vipi? Matumizi ya katika. Je, katika huleta dhana gani katika sentensi au wazo gani? Kihusishi katika hutoa dhana au wazo fulani, huleta dhana au wazo mbili. Ya kwanza, katika kuwa inaonyesha kwamba kuwa ndani ya mahali, kuwa ndani ya mahali unasema katika. Vile vile katika huleta dhana kuwa, huleta maana kuwa katika hali fulani, kuwa katika hali fulani, hatarini au furaha katika hali fulani. Kwa hivyo naangazia moja baada nyingine, huku nikitoa mfano mbalimbali kuonyesha ndani ya mahali. Ndani ya mahali, kwa mfano, wanafunzi wamo katika darasa. Wanafunzi wamo katika darasa. Kumbuka ya kwamba katika na ni haziwezi kutumika katika sentensi moja. Huwezi sema darasani, huwezi sema wanafunzi wamo katika darasani. Katika na kiambishi tamati ni haziwezi kutumika katika sentensi moja, kwa sababu ukiongeza darasa ni kiambishi tamati ni huonyesha mahali, na katika huonyesha mahali maalum. Kwa hivyo tunasema wanafunzi wamo katika darasa, si wanafunzi wamo katika darasani. Kuna baadhi ya wanafunzi ambao wako na shida ya kutumia katika na kiambishi tamati ni pamoja katika sentensi moja. Usiweze kutumia kiambishi tamati ni na katika sentensi moja. Mfano mwingine, weka vitabu vyote katika dawati. Weka vitabu vyote katika dawati. Weka vitabu vyote katika dawati. Mfano mwingine, nitanunua vitabu katika jiji la Nairobi. Nitanunua vitabu wapi? Katika jiji la Nairobi. Jiji la Nairobi. Nyoka ameingia katika shimo lile. 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 Wacha tuangalie kuonyesha katika hali fulani. Kuonyesha hali fulani, nimesema katika huleta dhana mbili ama wazo mbili. Huleta wazo mbili. Maana ya kwanza, kuwa ndani ya mahali. Kwa mfano, wanafunzi wamo katika darasa, wazee wamo katika ukumbi, na kadhalika. Mama yumo katika sebule. Kwa hivyo huonyesha katika hali fulani. Mfano katika kuvuka, alijikwaa akaangukia ubao. Akaangukia ubao. Katika kuvuka, alijikwaa akaanguka katika ubao. Akaangukia katika mbao. Akaangukia
katika ubao, katika ubao. Katika kuruka alijikwaa, akaangukia ubao. Katika hali, yani hali fulani kuonyesha kwamba katika huonyesha katika hali fulani, ilikuwa katika hali yumo hatarini, yumo katika furaha, huonyesha hii ilikuwa katika hatari. Katika kuruka alijikwaa, akaangukia ubao. Vile vile mwalimu alikuwa katika hali ya furaha alipoingia darasani mwetu. Mwalimu alikuwa vipi? Kuonyesha namna ama hali aliyokuwa mwalimu. So mwalimu, kwa hivyo unasema mwalimu alikuwa katika hali ya furaha alipokuwa darasani mwetu. Kumbuka kwamba kuna hali tofauti tofauti, hali ya huzuni, hali ya furaha, hali ya hatarini, kadhalika. Katika mfano mwingine, katika kumwelezea makosa yake ndipo alipomkasirisha. Katika hiyo hali ya kumwambia, hali ya kumweleza makosa yake, ndipo alipomkasirisha. Katika kumwelezea makosa yake ndipo alipomkasirika. Katika hali ya harakati ya kumweleza makosa yake ndipo alipomkasirika. Vile vile kuna matumizi ya ni. Matumizi ya ni ina matumizi mengi, ina matumizi mengi. Kwa mfano, ni hutumiwa kama kiunganishi katika sentensi. Maana ya kwanza, ni hutumiwa kuonyesha kama kiunganishi katika sentensi. Mfano, usinione nimenyamaza ukadhani mimi ni mpole. Hiyo ni mfano huu unaonyesha kwamba ni imetumika kama kiunganishi katika sentensi. Usinione nimenyamaza ukadhani mimi ni mpole. Kwa hivyo ni imetumika kama kiunganishi. Mfano mwingine, mtu yule mrefu na mwembamba ni mwalimu wangu wa Kiswahili. Kwa hivyo unasema mtu yule mrefu na mwembamba ni mwalimu wangu wa Kiswahili. Ni mwalimu wangu wa Kiswahili. Kwa hivyo mfano hii miwili inaonyesha, inaleta ni kama imetumika kiunganishi. Ni imetumika kama kiunganishi katika sentensi. Usinione nimenyamaza ukadhani mimi ni mpole. Vile vile mtu yule mrefu na mwembamba ni mwalimu wangu wa Kiswahili. Aliyeiba vitabu si mwingine. Aliyeiba vitabu ni rafiki yangu wa kufa kuzikana. Hutumiwa badala ya kihusishi ndani ya au katika. Vile vile matumizi mengine ya ni hutumiwa badala ya kihusishi ndani au katika. Hutumiwa badala ya kihusishi ndani. Badala ya kusema ndani, badala ya kutumia ndani au katika, waweza kutumia kihusishi ni. Mfano katika sentensi, mwalimu yumo darasani. Manisha kwamba nimesema kwamba nomino zozote ikiishia kiambishi tamati ni huleta dhana ya mahali ama huonyesha mahali. Kwa hivyo unasema mwalimu yumo darasani. Au waweza kusema mwalimu yumo katika darasa. Mwalimu yumo katika darasa, au waweza wakasema mwalimu yumo ndani ya darasa. Kwa hivyo nimesema matumizi ni hutumiwa badala ya kihusishi ndani ya au katika. Badala ya kutumia katika, ndani ya au katika, ndani ya, waweze kutumia kiambishi tamati ni. Kusema mwalimu yumo darasani badala ya kusema mwalimu yumo katika darasa, waweze kusema mwalimu yumo darasani. Mfano mwingine, niliota nikiwa usingizini. Niliota nikiwa usingizini. Vile vile waweza wakasema niliota nikiwa katika usingizi. Nimesema kiambishi tamati ni na katika haziwezi kutumika katika sentensi moja. Tafadhali wewe kama mtahiniwa unafaa kujua hayo. Jizi lilijificha bangoni hilo. Jizi lilijificha bangoni hilo. Bangoni huonyesha mahali. Jizi au waweza wakasema jizi lilijificha katika bango hilo. Katika bango hilo. Matumizi mengine,
hutumiwa kama kiwakilishi cha nafsi ya kwanza katika umoja. Kumbuka kwamba kuna kiwakilishi katika kiwakilishi cha nafsi ya kwanza. Kumbuka kwamba kiwakilishi cha nafsi ya kwanza ni mimi ni. Mimi ni. Mfano, ninafurahia somo la Kiswahili. Ni inatumika kama kiwakilishi cha nafsi ya kwanza mimi. Badala ya kusema mimi unasema ni inawakilisha nafsi ya kwanza mimi. Kwa hivyo unasema ninafurahia somo la Kiswahili. Mimi ninafurahia somo la Kiswahili, au ninafurahia somo la Kiswahili. Vile vile ninajitahidi ili niweze kupita mtihani. Ninajitahidi, yani ninajikakamua ili niweze kupita mtihani. Hii ni imetumika kama kiwakilishi cha nafsi ya kwanza katika umoja. Vile vile nimesema ni hutumiwa kama kiwakilishi cha nafsi ya kwanza katika umoja. Ninajitahidi katika nafsi ya kwanza umoja. Vile vile ni hutumika kuonyesha hali isiyodhihirika. Kwa hivyo ni husimamia pahali pa kutenda, pahali pa kitendo na wakati. Kutumika kuonyesha hali isiyodhihirika, hali isiyojulikana. Kwa hivyo ni husimamia mahali pa kitendo na wakati. Kwa mfano, yeye ni mwalimu wetu. Yeye ni mwalimu wetu. Simamia mahali pa kitendo na wakati. Yeye ni mwalimu wetu. Mimi ni muoga. Alafu yeye ni mwenye bidii. Leta huonyesha hali isiyodhihirika. Kwa hivyo husimamia pahali pa kitendo na wakati. Yeye ni mwalimu wetu. Mimi ni muoga. Yeye ni mwenye bidii. Vile vile tunaangalia matumizi ya kwenye. 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 Matumizi ya kwenye hutoa dhana ya mahali dhahiri shahiri. Kwenye hutoa dhana ya mahali dhahiri shahiri. Kwenye hutoa dhana ya mahali dhahiri au wazi. Pia hutumika katika usikilizaji. Dhahiri au wazi. Kwenye hutoa dhana ya mahali dhahiri au wazi. Huonyesha dhana ya wazi dhahiri, yani mahali waziwazi. Kinagaubaga bayana hutoa dhana ya mahali dhahiri au wazi. Vile hutumika katika usikilizaji na usomaji. Hutumika katika usikilizaji na usomaji. Vile vile hutumika katika usikilizaji na usomaji. Mfano katika sentensi. Mfano unasema tulitazama kandanda kwenye runinga. Hiyo ni usikilizaji. Tulitazama runinga kwenye mradi. Tulitazama kandanda kwenye runinga. Tulitazama kandanda kwenye runinga. Vile vile weka fedha hizo kwenye mfuko wako. Mfano mwingine, weka fedha hizo kwenye mfuko wako.
mfuko wako. Nimesema ya kwamba kwenye hutoa dhana ya mahali dhahiri, yani bayana au wazi kabisa, hutumika katika usikilizaji na usomaji. Mfano, tulitazama kandanda kwenye wapi? Runinga. Dhahiri, wazi, bayana. Wapi? Mahali panajulikana kabisa, kwenye runinga. Weka fedha hizo kwenye mfuko wako. Inajulikana kabisa wapi? Kwenye mfuko wako. Ndio nimesema hutoa dhana mahali dhahiri au wazi, yani mahali panapoonekana, panapojulikana. Vile vile mbuzi ametoroka. Mfano mwingine, mbuzi ametoroka kwenye msitu. Mbuzi ametoroka kwenye msitu wa Mau. Kwenye msitu wa Mau. Mbuzi ametoroka kwenye msitu wa Mau. Vile vile mfano mwingine, weka vitabu vyako. Weka vitabu vyako kwenye dawati. 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 Kwa hivyo hii ni mfano ya matumizi ya kwenye. Nimesema matumizi ya kwenye huonyesha mahali dhahiri au wazi. Huleta dhana ya mahali dhahiri, wazi, yani mahali panapojulikana kabisa. Hutumika katika usikilizaji na usomaji. Mfano, tulitazama kandanda kwenye runinga. Weka fedha hizo kwenye mfuko wako. Mbuzi ametoroka kwenye msitu wa Mau. Weka vitabu vyako kwenye runinga. Kwa hivyo nasema kuna kitu nimesahau. Matumizi ya ni moja nimesahau. Huonyesha usharuti. Matumizi ya ni: tazama. Matumizi moja ya ni. Matumizi ya ni hutumiwa. Matumizi ya ni hutumiwa kuonyesha sharuti au ruhusa. Hutumiwa kuonyesha sharuti au amri. Hutumiwa kuonyesha sharuti au amri ya jambo hufanywa na watu wengi. Amri ya jambo ambalo hufanywa na wengi. Mfano, chezeni kule. Mfano nyingine, someni kwa bidii. Amkeni hapa, tokeni hapa na kadhalika. Sasa hutoa amri kwa wengi. Chezeni, amkeni, endeni, tokeni hapa. Hutumiwa kuonyesha sharuti ama amri ya jambo ambalo hufanywa na watu wengi. Amkeni, tokeni hapa. Kwa maelezo zaidi waweza ukasoma maelezo yaliyoko katika ukurasa na 90 na 91. Kwa hivyo utapata maelezo zaidi na utaweza kuelewa maneno haya barabara. Kwa hivyo kwa hayo machache nawatakia siku njema. Mungu awabariki na muendelee kushiriki nami kwa hali na mali ili tuweze kufuzu maishani. Asanteni.